أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Ndugu Waislamu, bado Mwenyezi Mungu amestrike pale pale panapozungumziwa habari ya yaumul qiyama. Ikiwa suratul muqarraratu al-yawma ladaina hiya suratul infitar. Sura hii tualiju mas'alata al-qiyama kasabiqatiha. Ni sura ambayo inaeleza habari ya siku ya kiyama kama sura nyingine tulizozisoma huko nyuma. Na labda mtu atauliza swali, limadha takarrara dhikru yaum al-qiyama? Mbona tumezungumzia sana habari za kiyama katika juzu hii, juzu amma, kuanzia suratul qari'ah mpaka suratul zilzala, tukaja katika suratul inshiqaq, suratul buruj. Hizi ni sura zote tulitaja ndani yake akhbarul qiyama, na bado Mwenyezi Mungu anatuongeza sura nyingine. Limadha mawdu'ul qiyamati bidhat? Mbona yanakaririwa maudhui haya ya siku ya kiyama? Jawabu la suala hili, yeyote anayejua kwamba hakuna dawamu ya dunia ambayo yeye anaishi, hakuna kudumu, lazima atafanya kazi kwa ajili ya kule atakakokwenda baada ya kuondoka duniani. Yeyote anayeambiwa kwamba hii dunia ambayo wewe unaishi juu yake la khuluda li ahadin, hakuna yeyote atakayekaa milele hapa, kwa sababu baada dunia qiyamatun, baada ya huu ulimwengu kuna kiyama. Kwa hiyo wewe fanya kazi kwa ajili ya kiyama kinachokuwa kiko karibu na wewe. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-kayyish, alikuwa na akili timamu, huwa man dana nafsahu, ni mtu aloidhalilisha nafsi yake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa amila lima ba'da al-maut, kisha akafanya kazi kwa ajili ya atakachofaidisha nafsi yake baada ya kuondoka hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kiyama kinatajwa mara kwa mara ili binadamu asiwe na tamaa ya kuishi milele, na asiwe na uhakika kwamba yeye ataishi mpaka ulimwengu utakapokuwa hauna mwisho. La, ajue kwamba kuna mwisho na ataondoka, na akiondoka hapa kuna sehemu anakwenda kuishi, na atakwenda kuishi sehemu ambayo kaijenga yeye mwenyewe kwa amali zake njema. Ndio maana Qur'ani mara nyingi inauzungumzia habari za kiyama. Hizi zote ni habari zinakuambia wewe binadamu, jiandae kabla hujajiandaa, jiandae kama hujajiandaa na safari hii ndefu ya kiyama. Walqiyamatu tanqasimu ila qismain, na zaid kiyama kinagawanyika katika sehemu mbili: alqiyamatu as-sughra walqiyamatu al-kubra. Vyama viko viwili Waislamu, kuna kiyama kidogo na kuna kiyama kikubwa.
Sasa ni kipi kiyama kidogo na ni kipi kiyama kikubwa? Alqiyamatu as-sughra hiya mautu al-insan. Kiyama kidogo ni kifo cha mwanadamu. Idha mata al-insanu faqad qamat qiyamatu. Mwanadamu pale anapokufa kiyama chake kidogo kishasimama. Hasubiri tena kiyama isipokuwa kiyama kikubwa. Lakini sisi tulokuwa hai kuna viyama viwili mbele yetu vinatusubiri. Alqiyamatu as-sughra walqiyamatu al-kubra. Mautu al-insan, kifo cha mwanadamu, ndo kiyama kidogo, na kiyama kikubwa ndo hiki tunachokizungumzia katika sura al-infitar. Kwa hiyo basi takriri ya siku ya kiyama imezidishwa mara kwa mara, kwa sababu mtu atakapopata habari kwamba baada ya yeye kuishi kuna ulimwengu mwingine, kama ana akili timamu atafikiria sasa ulimwengu huo tutakwenda kuishi vipi. Itabidi aiulize Qur'an, na Qur'ani akiiuliza itampa jibu kwamba faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Maisha ya ulimwengu mwingine mpya, utakwenda kuwa mzuri kama ulifanya mazuri, na utakuwa mbaya kama ulifanya mabaya vile vile. Leo tuko katika suratul infitar. Mwenyezi Mungu anasema nini katika mwanzo wa sura hii? Idha as-samaa'u infatarat wa idha al-kawakibu intatharat wa idha al-biharu fujjirat wa idha al-quburu bu'thirat alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Kuna gharatani, kuna mambo mawili hapa, gharatu samawiyya wa gharatu al-ardiyya. Siku hiyo ya kiyama hapa Mwenyezi Mungu kataja operation mbili, ya duniani na ya hapa akhira. Operation ya mbinguni na ya duniani. Operation ya mbinguni, idha as-samaa'u infatarat wa idha al-kawakibu intatharat. Operation ya ardhini, wa idha al-biharu fujirat wa idha al-quburu bu'thirat. Kataja mambo mawili aina mbalimbali, amaliyatu samawiyya wa amaliyatu al-ardiyya. Tendo la kupasuka kwa mbingu na kupukutika kwa nyota ni tendo la juu, na tendo la bahari kukusanywa zote zikawa bahari moja, na makaburi kufufuliwa walokuwa ndani wakatoka nje ni tendo la ardhini. Haya yote yatakuwa siku hiyo, yaumul qiyama, siku ya kiyama kikubwa. Allah anasema idha as-samaa'u infatarat, zamani mbingu zitakapochanwa. Mbingu zitakapochanwa ni zama gani hizo? Siku ya kiyama, siku ambayo Mwenyezi Mungu kaiapia anasema la uqsimu biyawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah bala qadirina ala an nusawwiya bananah بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بسبب القيامة يا إسلام لا أقسم بيوم القيامة. الله نسمع نأبا kwa nguvu zangu zote na matendo yatakayokuwepo siku hiyo ya kiyama, na yapia siku hiyo wallahu la yaqsimu illa bil'izam,
yani bi umuri al-azima. Mwenyezi Mungu haapi na kitu kidogo. Akiapa na kitu Mwenyezi Mungu jua kitu kile kikubwa mno. Atakapoapa Mwenyezi Mungu na kitu jua kitu kile ni kikubwa mno, kama kina vishindo vyake vikubwa. La uqsimu biyawmil qiyamah, na apa na siku ya kiyama, na apa kwa siku hiyo ya kiyama. Wala uqsimu bin nafsi lawama, kisha kaacha siku ya kiyama kidogo akaiapia nafsi yenye kujilaumu. Nafsi hii ni nafsi bora, ni nafsi ya mtu kama atafanya dhambi atajilaumu kwa nini kafanya dhambi lile, atarudi haraka kwa Mola wake amwambie, ya Rabb, nimeteleza faghfirli, nimeteleza kufanya dhambi, nisamehe dhambi zangu, nailaumu nafsi yangu kwa kitendo nilichokifanya. Akarudi haraka kwa Mola wake. Mwenyezi Mungu anaiapia nafsi hii kwa kuwa ina adabu. Baada ya kukosa na kufanya dhambi itajua kwamba yuko rafi, yuko ghafiru dhunub, tarudi na Mwenyezi Mungu anaisamehe dhambi zake. Sasa anaiapia na nafsi, lianna an-nufusa thalathatu, sababu nafsi ziko aina tatu. Nafsul lawama, hii ambayo Mwenyezi Mungu aitaja katika suratul Qiyamah, nafsi yenye kujilaumu. Wa nafsu su, ay nafsul ammaratu bisu, iko nafsi nyingine kazi yake kuamrisha maovu na machafu tu, na hii nafsi imetajwa katika suratu Yusuf. Wama ubarri'u nafsi inna an-nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Katika suratu Yusuf imetajwa nafsi hii, nafsi ya kuamrisha matendo machafu tu. Kila mtu akikaa anawaza leo afanye dhambi aina gani. Kila anapokaa anawaza leo kuna starehe ipi ambayo hajaifanya aifanye. Au kila kikaa anawaza watu hawajaanzisha uchafu upi aanzishe yeye. Maana nafsul ammaratu bisu. Na kuna nafsu inaitwa nafsul mutmainna, nafsi iliyotulia, nafsi bora kabisa. Na nafsi hii ndio itanadiwa siku ya kutoka kwake na siku ya kufa kwake. Allah aseme, ya ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'alna mimman yahmiluna nafsan mutmainna. Ya Rabbi, tujalie tunabeba nafsul mutmainna katika nafsi zetu, iwe nafsul mutmainna yenye kutulia, itakaonadiwa kwamba irji'i ila rabbik, rudi kwa Mola wako ulikotoka, radiyatan, uwe umeradhika kabisa, mutmainna, umetulia kabisa, iwe ni sisi. Na mara nyingine mtu atauliza, sasa nafsi na roho kuna tofauti gani? Nafsi mara nyingine inatajwa kwamba ndiyo roho, na roho inatajwa mara nyingine kwamba ndiyo nafsi. Na nafsi imeitwa nafsi kwa sababu ya kule kutanafas, kutoa oxygen na carbon oxide zinapochanganyika, mtu akaingiza hewa safi na nyingine chafu akaitoa. Sasa ile operation hufanyika kwa kuwa ndani kuna roho. Sasa ikitoka roho, nafsi nayo haifanyi kazi, ile tanafus haipi. Ndio mwanadamu kaitwa nafsi kwa sababu yeye anatoa na kuingiza pumzi. Sasa nafsi ni kalima mushtaqatun min at-tanaffus, kule kutoa na kuingiza pumzi, ndio mtu kaitwa nafsi. Na hutoi wala kuingiza nafsi pumzi kama huna roho. Ukifa ndio umeshakufa. Kwa hiyo mara nyingine nafsi ndio roho na roho ndio nafsi, na mara nyingine zinatajwa separated things ambazo kwamba itategemea kwa kadhia itakayozungumziwa pale. Ayahsabu al-insanu allan najma 'idama, Mwenyezi Mungu anasema anadhani mwanadamu kwamba hatutoikusanya mifupa yake siku ya mwisho. Bala, sisi tunaweza kuikusanya zaidi ya mifupa. Qadirina, tuna uwezo sisi, yani Mwenyezi Mungu, ala an nusawiya banana, taka kuiweka sawa mistari ya vidole vyake, japo mwenyewe kafa karne 10 zilizopita, lakini tukimfufua
tunamrudisha na fingerprint zake zile zile, achilia mbali mifupa. Allah anamwambia bal qadirina ala an nusawiya banana bal yuridu al-insanu liyafjura ama. Lakini mwanadamu ana tabia ya kutaka kufanya machafu tu, awe alichokitanguliza kibaya tu, maovu tu. Qadirina ala an nusawiya banana, lakini mwanadamu anapenda kukadimisha maovu, hapendi kufanya ibada, hapendi kufanya mazuri. Lakini anauliza kila kukisha, yasal ayana yaumul qiyamah, anauliza kwa maskhara, labda ikiingia katika nafsi yake kwamba ni mpingaji, hakuna kiyama, hakuna kitu chochote. Watu wanaishi, baadaye mtu anaondoka ulimwenguni kama kusafiri kwenda sehemu nyingine, hakuna kiyama, hakuna kwenda kusimamishwa mbele ya Mungu kuulizwa ulifanya nini. Ndio maana anasema lini basi kitatokea hicho kiyama? Nyewe mnadhani kwamba kipo kweli hicho kiyama? Anauliza kwa maskhara, ayana yaumul qiyama fa idha bariqa albasar, siku macho yatakapokuwa nuru imeondoka, haoni tena mtu, yamekuwa dhaifu, yameingia katika kishindo cha kushtuliwa kwa sababu ya haqatul qiyam. Fa idha bariqa albasar wa khasafa alqamar, na nuru ya mwezi nayo ikaondoka. Wa jumia ash-shamsu wal qamar, na mwezi pamoja na jua zikakusanywa, viumbe viwili hivi vikawa ni vyenye kusitishwa kufanya kazi zake za kawaida. Jua likakosa kutoa mwangaza wake, na mwezi ukakosa kufanya kazi yake kama kawaida. Jua likakosa kuleta faida kwa wanadamu kama ilivyokuwa, sababu najua lina faida yake. Ndani yake kunapatikana nini? Vitamin D au vitamin D, ambayo binadamu inamwezesha, inamfidisha kwa kupata nguvu katika mifupa yake, mifupa ikawa na nguvu, na vile vile kucha za mikono yake zikawa ni strong kwa sababu ya vitamin D ambayo kwamba inapatikana kutoka katika miale ya jua. Kwa ajili hiyo nayo nuru ya mwezi na ya jua vitakosekana kwa siku hiyo, vitakosekana. Sasa yuulize mwanadamu, fa idha bariqa albasar wa khasafa alqamar, ay wa khusifa nuru ash-shamsi wal qamar wa jumia ash-shamsu wal qamar, vikakusanya viumbe vikubwa vyote viwili hivi. Yaqulu al-insanu yawma idhin ayna al-mafar, atatokea sasa mwanadamu asimame ajiulize wapi kwa kukimbilia. Anauliza, alikuwa akisema ayana yaumul qiyama, lini itakuwa siku ya kiyama? Upuzi tu, hakuna kiyama, hakuna chochote. Sasa siku hiyo akiona mambo yamekuwa kweli, hata kama yuko katika kaburi lake anatoka, mambo yamekuwa kweli, atauliza aina almafar, jamani nikimbie kwa kukimbilia wapi? Njia gani nitasevu nafsi yangu nikimbie nisikutikane na balaa kama hizi? Aina almafar. Anambia kalla la wazar, hakuna kukimbilia. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar, siku hiyo unakwenda kwa Mola wako na utatulia kwa Mola wako, utulivu. Na mwisho wa safari, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, hapo ndo mwisho wa safari ya kiyama. Fayujzi bi ahli al-jannati jannata wa bi ahli an-nari an-nara, hapo Mwenyezi Mungu aamue watu wa peponi wende huko na watu wa motoni wende huko. Kisha anadi mwisho wa kunadi, ya ahla aljannati khuludun bila maut wa ya ahla an-nari khuludun bila maut, enyi watu wa peponi kaeni huko bila ya kufa, na enyi watu wa motoni kaeni huko bila ya kufa. Labithina fiha ahqaba sayamkusuna fi an-nari qarnan ba'da qarnin la yamutun, na watu wa peponi vile vile wanaishi milele kwa milele, hakuna tena stage ya kuondoka peponi au motoni kwenda sehemu nyingine. Sasa uone kwamba kuna safari ndefu ambayo haina mwisho wake baada ya sisi kuondoka hapa. Aina al-mafar, atauliza nikimbilie wapi? Kalla kalla la wazara ila rabbika yawma idhinil mustaqar, yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar.
siku hiyo atapewa habari yote aliyotanguliza na kuyachelewesha. Atapewa buku lake asomeshwe, ambiangalia hadha ma qaddamtahu wa hadha ma akhartahu. Yunabau al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar, aloyakadimisha na aloyaakhirisha. Bali al-insanu ala nafsihi basira, na huyu mwanadamu anajijua thika stage gani au yuko katika ulimwengu gani, ulimwengu wa maovu au ulimwengu wa mazuri. Mwenyewe anajua, na anajijua vizuri kwamba yeye anafanya kizuri au kibaya, kwa sababu Mungu jahazahu bil aqli wa ja'alahu mumayyizan yumayyizu baina al-khabithi wat-tayyib. Kwa hiyo bali al-insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira, japo atatoa udhuru wote anajijua yuko katika hali gani. Kwa hiyo idha samaa'un fatarat, zamani mbingu zitakapopasuka. Ayu yawmin hadha yawmul qiyamah, infatarat, zitapasuka siku ya kiyama, zianze sasa kutoka katika hali yake ya kawaida iwe sasa katika hali nyingine. Anasema nini Allah? yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Anasema tabadilisha material hizi za mbingu na ardhi, zije material nyingine ambazo sio hizi tunazozoea. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. watu wote waende mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu. Thumma madha watara almujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad. Utawaona watu waovu siku hiyo wamefungwa katika masilsil na vyuma, wamefungwa kama vile mahabusu walipofungwa pingwa na pelekwa. Muqarranin fil asfad. Wamevaa nini? sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum nar. Nguo zao ni sawa sawa na lami, material ambayo inaukaribisha moto kwa usahali sana. Yani unapokuwa umevaa material ya nguo ile, moto uko mbali lakini unafuata kama vile petroli, unafuata kwa haraka unakuvamia. Ndio sarabiluhum, nguo zao min qatran, inatokamana na mada hii, material hii ambayo ni sari'ul ishti'al, haraka sana inapata moto, ndio wamevishwa ili moto uwe karibu na wao zaidi kuliko kitu chochote kingine. sarabiluhum min qatran. Tena zaidi hayo nini? wataghsha wujuhahum an-nar, na wanafunikwa nyuso zao na moto. Hiki kiungo ni kitakatifu. Sasa kinapoadhibiwa hicho, kwanza ina maana umekipeleka katika sehemu ambayo hukupangiwa kukipeleka huko. Kwa hiyo idha samaa'un fatarat, hii mbingu tunayoiona nzuri ambayo Allah katuambia farji'il basar hal tara min futur, idha kuja siku atazichana kwa sababu wakati wake umekwisha, inaondoka blue sky ile imekwisha. fa idha shaqqatis samaa fakanat wardatan kaddihan فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. الله نسمع فإذا انشقت السماء, siku hizo itakapopasuka mbingu. Katika suratul Rahman, فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان, itakuwa nyekundu kwa sababu ya kivumbi cha siku hiyo, kama mfano wa ngozi au kama mfano wa wardi lililokuwa lekundu. Lakini mfano wa ngozi unakuwa mfano wa asili, kwa sababu siku hiyo itakuwa tena haina uzuri ambao tunauona sisi, liannaha inshaqqat, kwa sababu imechanika. fa yawma idhin, siku hiyo la yusalu an dhanbihi insun wala jan, hataulizwa mtu dhambi zake, mwanadamu wala jini. Allah anajua kila kitu. Yani baada ya mbingu kuchanika, lakini baada ya hapo kuna kuulizwa. Mwenyezi Mungu anajua kila kitu, lakini anauliza liyuqima alhujja, anataka kusimamisha hujja. Anasimamisha hujja iwe binadamu hana la kusema mbele yake, ndipo atakapokuja kumuuliza katika stage ya mwisho. Lakini idha shaqqatis samaa'u, itakapochanika pale, la yusalu an dhanbihi insun wala jan, pale hakuna kuulizwa.
mbingu inapasuka. Itakuwa yauma idhin wanshaqqati as-samaa'u fahiya yauma idhin wahiya, duni kabisa, dhahifa. Malaika wanazunguka huku na kule, watakaokuwa wamebakia. Wayahmilu arsha rabbika fawqahum yauma idhin 8, na watakaobakia ni hao tu, aina 8 ya malaika, na wale malaika 4 wakubwa. Wengine wote wamekufa pamoja na sisi wanadamu baada ya hapo, baada ya vituko hivyo kutokea. Kwa hiyo mbingu itachanika Waislamu, na haichaniki isipokuwa kwa mambo makubwa, na jambo kubwa siku hiyo ni kiyama. Sikiliza katika suratul Furqan, wa yawma tashaqqaqu as-samaa'u bil ghamami fanuzzila al malaa'ikatu tanzila. Siku ya kuchanika vile vile mbingu. Yawma tashaqqaqu as-samaa, siku ya kuchanika mbingu. Fanuzila bil ghamami fanuzila al malaikati tanzila, malaika wanashushwa, wanateremka teremko, safu baada ya safu, mwingine baada ya mwingine, wanashuka malaika. Kutakuwa na nini siku hiyo? Almulku yawma idhinil haqqu lirrahman, ufalme wa haki siku hiyo wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Ar-Rahman. Ndio maana atakapouliza baada ya yote, aina aljababira, aina almuluk, aina abna'u almuluk, aina alladhina kanu ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghayri. Wako wapi wafalme? Wako wapi watoto wao? Wafalme kwa sababu wao ndio walikuwa wakiona wanamiliki ulimwengu. Hakuna wanachokihitajia isipokuwa wanacho. Kazi yao kuamrisha wao na kutuiwa au kukataza kusikilizwa. Mpaka wakajisahau, wakajiona kwamba wako katika daraja ya Mungu. Mwenyezi Mungu anauliza sasa, aina hum, wako wapi wale walikuwa wakichukua cheo changu na jivisha wao? Aina almuluk, wako wapi wafalme wa abnauhum, na watoto wao wa kifalme, wakiona ulimwengu ndo wao, wameumba wao, liannahum yaamuruna fayuta'un wa yanhauna fayusma'un. Wako wapi abnauhum? Aina almuluk, aina aljababira, wako wapi mutakabbirin, wako wapi wale wajeuri? Aina abnauhum, na watoto wao wako wapi? aina alladhina kanu ya'kuluna rizqi wa ya'buduna ghairi, wako wapi walikuwa kila riziki yangu lakini ibada wanamfanyia mtu mwingine asiyekuwa Allah? Hawa wote wanatafutwa siku hiyo. La mujib, sio kwamba Mungu hawaoni, anawatafuta, anawapa challenge, anawapa challenge. Aina hum, uko wapi ufalme wao? Uko wapi ukubwa wao? Uko wapi mulku wao, uongozi walokuwa nao, na kila nguvu walizokuwa nazo, na sultani na jeshi na kila kitu walichokuwa nacho katika ulimwengu? Wako wapi leo? Hakuna mtu atakayejibu. Mwisho anauliza, limanil mulku liyawm, sasa ufalme ni wa nani leo? Lillahi alwahid alqahar, anajijibu mwenyewe, ufalme ni wa Mwenyezi Mungu mmoja mtenda nguvu. Na akisimama mfalme yoyote siku hiyo, maneno nitakayoyasema ni haya: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ. Akisimama tunapewa kitabu kwa mkono wa kushoto, kisha ataona maangamivu, aseme ndo ufalme wangu ulivyonifanya hivi. Halaka anni sultania, Allah mwambie malaika, khudhuhu faghulluhu, mchukueni mtupeni katika moto wa jahannam. Thumma fi silsilatin 70 dhira'an faslukuhu, fungeni na masilsili yaliokuwa kiwango cha 70 dhiraa, faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Alikuwa haamini kama yupo Mungu huku, atahesabu kila kitu na kila kitu kinarudi kwake. Alikuwa haamini hayo, akiona ufalme wake, akiona kwamba yeye vile anavyosema na kusikilizwa ndo kamaliza kila kitu, mpaka kamsahau alomuumba. Yuko wapi sasa? Hebu mleteni. Islamu ni kwa sababu baada al-shiqaq as-sama
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. na siku hiyo itakuwa kwa makafiri siku nzito mno, itakuwa siku nzito mno kwa makafiri. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ni siku nzito mno. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. kikisimama kiyama siku hiyo ni siku kubwa. Allah anasema ala alkafirina ghairu yasir, kwa makafiri haitakuwa siku toto hiyo, haitakuwa siku nyepesi kwao. kwa makafiri walokaidi amri za Mungu hapa ulimwenguni na kuishi system ya maisha wanayoyataka wao, wakahalifu Uislamu na system alotaka Allah alosema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. ala alkafirina ghairu yasir, kwa makafiri itakuwa siku nyepesi. wa kana yawman 'ala al-kafirina asira. siku gani hiyo? wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi, ni siku atakaokamata vidole vyake dhalim, aume vidole vyake kwa majuto makubwa. Anauma vidole kwa kuwa kaona kitu ambacho kwamba ni muhimu kakiacha kukifanya, anajutia. lakini anna lahu an-nadama anna lahu dhikra, kumfanya nini kujuta siku hiyo? wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. siku hiyo atanadi na hasira zote na majuto yote, aseme laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, bora ningechukua sunna ya mtume mimi nikawa nyuma nikawa namfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, bora ningechukua njia ya mtume. na njia ya mtume ipi? wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabili. njia yangu ndio hii, al-islam pekee yake, hakuna nyingine visubula, hakuna vichochoro, hakuna njia ya mkato kufika kwa Allah salama, hakuna abadan, isipokuwa njia moja tu, njia aliyokuwa kaifuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. zaidi ya hapo njia nyingine zote zitakuwa njia batili. sasa tanadi ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila, ole wangu, bora nisingemchukua rafiki mtu fulani. faqad adallani, huyu mtu ndolo alipoteza mimi, akanitoa katika njia ya haki kanipeleka katika njia ya batili. ani dhikri, tena ule udhikri ulipokuja na uongofu na Qur'an baada ya kunijia. na shaitani sasa anamlaumu, wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula, na shetani amekuwa mdhalilifu, amekuwa mtu mpotoshaji wa wanadamu. sasa anamsingizia shaitani hapa, na shaitani ataibuka naye aseme la talumuni, msinilaumu mimi, walumu anfusakum, laumuni wenyewe nafsi zenu. mimi sikuwapigia debe mje kwangu, sikukuiteni, wenyewe mlinifuata. kwa hiyo mimi msinilaumu leo, laumuni wenyewe nafsi zenu. hiyo ndo siku ya siku Waislamu. siku gani sasa? ila samaa'un fatara, siku mbingu itakapochanika. wa idha al-kawakibu intasarat, na zamani nyota zitakapopukutika. sasa kupukutika kwa nyota kunafuatia baada ya mbingu kuchanika. na masafa kati yetu na mbingu, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam kawauliza Waislamu katika hadithi inapokea Abbas ibn Abd al-Muttalib, mtume akauliza atadruna kam bainana wa baina as-samaa, mnajua kati ya mbingu na ardhi kuna masafa gani? wakasema Allahu wa rasuluhu a'lam. mtume akamwambia bainana wa baina samai dunya
masiratu 500 am. Kati yetu na dunia au kati ya mbingu na dunia ni mwendo wa kwenda miaka 500. Wale wakasema subhanallah, miaka 500 kwa safari ya kafila, safari zao walizokuwa kienda wao labda za ngamia, miaka 500 unakwenda hujafika? Mtume akawauliza ndio, na msishangae zaidi ya hilo, atadruna kam baina samai dunya wallati taliha, mnajua ni masafa gani kati ya mbingu ya dunia, yani hii tunayoiona na nyingine inayofuata? Wakasema la, akasema bainahuma masiratu 500 am, kutoka katika mbingu ya kwanza mpaka ya pili masafa ya kutembea au kwenda safari ya miaka 500 vile vile, mpaka kufika mbingu ya 7. Na hivi vyote ni viumbe vidogo sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema masamawatu 7. Mtume anasema katika hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Mas'ud, masamawatu 7 wama al-arduna 7, haikuwa mbingu 7 wala ardhi 7 inda Allah, mbele ya Mwenyezi Mungu, illa ka 7 dirahim, isipokuwa kama shilingi 7 ulqiyat fi turus, zilizowekwa katika ardhi. Ni kama shilingi 7, ni kama dirham 7, mtu azichukue azitie katika sahani kubwa lile watu wanaloandalia na biriani, atie shilingi 7 pale. Ni vitu dhaifu sana mbele ya Allah. Anasema mbingu na ardhi naziona kama hivi ni makhluqat ambayo kwamba ni vikubwa kwetu sisi, lakini kwake ni vitu dhaifu sana. Sasa atavichana kwa anavyotaka yeye mwenyewe siku hiyo. Vyote vikichanika, mbingu nyota zinapokutika, sayari zote hazifanyi tena kazi. Na kuna masayari makubwa kuliko hii ardhi tunayoishi, mara zaidi ya 30. Ni mara kubwa sana, na manake Mushtari ni miongoni mwa sayari kubwa, nalo litapukutika. Sasa viumbe wa ulimwenguni wanajiuliza aina al-mafar. wa idha al-biharu fujirat, na zamani ardhi zitakapopasuliwa vile vile, yani ardhi, yani bahari zitachanwa. Bahari zikichanwa zinaungana zote zinakuwa bahari moja. Yani bahari sasa hivi ziko mbali mbali na zile majina yake. Hii tunaita Bahrul Ahmar, ile Mediterranean Sea, hii ni Bahr Pacific, ile Bahrul Muhit al-Hadi, hii Bahrul Hindi Ocean, Indian Ocean. Bahari hizi zote anasema zitachanwa, yani ule ukingo wa bahari hii na hii utapasuliwa, iwe zote zinakusanyika iwe ni bahari moja. Kwa hiyo ulimwengu wote uwe maji, zote bahari iwe ni bahari moja tu katika ule. Kwa hiyo wa idhal biharu fujirat, inasema bahari zitakapokutanishwa zichanwe zote ziwe bahari moja, hakuna tena uhai hapo. Wa idhal kuburu bu'thirat, na wakati huo makaburi yatafufuliwa, yani yatatolewa waliokuwa wanaishi mle ndani. Watu wote waanze kutoka sasa, kilichokuwa ndani ya makaburi kiwe juu yake. Sasa hivi vitu vyote vitakuwa siku ya kiyama. Sasa nini jawabu al-qasam? Alimat nafsun ma qaddamat wa akharat, binadamu atajua siku hiyo alichokifanya mbele au alichokifanya nyuma, alichokikadimisha au alichokiakhirisha. Alimat nafsun ma qaddamat wa akhar, nafsi itajua ilichokitanguliza au kukichelewesha. Sasa swali linakuja, Mwenyezi Mungu kamuumba binadamu kiumbe bora, tena fi ahsani taqwim, katika umbo bora, wazawadahu bil aqli, kampa akili ya kutofautisha kizuri na kibaya. Sasa kwa nini anapotea? Anauliza swala hili, ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbikal karim, ewe mwanadamu ni kipi kilichokughuri, kipi kilichokubabaisha, kipi kilichokutoa katika kumthamini Mola wako mkarimu mpaka ukamuasi? Ma gharraka bi rabbikal karim, wewe unaitwa binadamu bora, kiumbe bora, mwenye akili na nguvu na uwezo. Sasa hebu nieleze, ma gharraka, kipi kilichokughuri bi rabbikal karim, ukamsahau Mola wako mkarimu? Tena Mola wako huyo ana fadhila juu yako, alladhi khalaqaka, alokuumba, fasawaka, akakuweka sawa, faadalak, akakuweka sawa kiungo baada ya kiungo, fasawaka faadalak. Taadili na taswia ya vile viungo ambapo Mwenyezi Mungu kampa mwanadamu. Tena mwanadamu kila akijiona anajiona kwamba kweli ilikuwa jicho ni munasib liwe hapa, lisichukuliwe jiwe jicho likawa nyuma ya kichwa. Unaonaje macho angekuwa huku?
au pua ikawa huku, au mkono mmoja ukawa mrefu mmoja ukawa mfupi, au mwanadamu mguu mmoja ukawa una vidole 5 mwingine una vidole 15. Yani Mwenyezi Mungu anataka kukuleta akwambie khalaqaka, amekuumba, fasawaka, akakuweka sawa, faadala, akawa na itqan, akakufanya mzuri kabisa wa viungo, ikawa hakuna kilichokuwa kiko tofauti na mwenzake. Fi ayi suratin, katika sura yoyote mashaa aliyopenda Mola wako, rakabak, amekupa sura hiyo. Yani kama ni sura ya ammi, ni sura ya mjomba, ni sura ya mama, ni sura ya kaka, ni sura ya baba, ni sura nzuri, ni sura ambayo watu wanaiona ni mbaya, lakini Mwenyezi Mungu anasema ahsanu taqwim, kakuumba vizuri mno, vizuri sana, kakuumba vizuri sana, kwa sababu ya mubalagha ya kalima ahsan taqwim. Kwa hiyo alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak, na katika qiraa fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakkabak, kalla bal tukadhibuna biddin. Haya yote mwisho Mwenyezi Mungu anasema mukome, msifikirie machafu, wala msiwe ni wenye kuona kwamba kiyama hakitakuwepo. Kitakuwepo, lakini nyie mna tabia ya kukadhibisha habari ya kiyama. Tukadhibuna biddin, siku ya malipo. Wa inna alaykum lahafidhin, na nyinyi wanadamu mujijue kabisa kwamba kulia na kushotoni kwenu munao malaika wawili wenye kuhifadhi matendo yenu. Hamwachwi hivi. Mimi na wewe sasa hivi tumekaa. Sikiliza Mwenyezi Mungu anasema nini? إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد إذ يتلقى المتلقيان, wakati wanapopokea wapokezi wawili, anil yamini wa anil shimali qa'id, upande wa kulia na upande wa kushoto wamekaa kitako. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, hakuna kilima chochote anachokisema mwanadamu isipokuwa kilima kile kinapokewa na wasubiri wenye kusubiri, wangojeaji, raqib na atid, malaika wawili. Unatoa kilima chochote kinahifadhiwa, wa kulla shay'in ahsaynahu kitaban, na kila kitu tunakidhibiti kwa kukiandika. Kwa hiyo ma yalfidhu min qawlin, hakuna kauli yoyote anayosema mwanadamu illa ladayhi raqibun atid, isipokuwa inahesabiwa, inaandikwa. Sasa hili daftari la malaika huko anaandika mazuri yako upande wa kulia, na huyu wa kushoto anaandika machafu yako, kila kitu recorded. Alafu amali zile zinarufaishwa. Bwana Mtume katika kupelekwa amali anasema yanzilu kulla yawmin malakani minas samaa, siku zote wanashuka malaika wawili kutoka juu, na malaika hao wanaomba dua yao wanayoiomba, wanasema Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ewe Mwenyezi Mungu mpe mwenye kusaidia dini na mwenye kutoa kilichokuwa chake badala ya kile alichokitoa. Allahumma a'ti mumsikan talafa, na mpe bakhili hasara katika kile alichokizuia. Hawa ni jumla ya malaika ambao wanakuja kusupport malaika wengine ambao wako wanafanya kazi zao hapa ulimwenguni. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mimi katika siku ya kupelekwa sasa jumla ya amali zote zinazofanywa ulimwenguni huwa ninafunga, ili amali zangu zipelekwe zote zilizorekodiwa katika hali ambayo mimi mwenyewe niko katika ibada kubwa, ibada ya kufunga. Hili lilikuwa jawabu la swali lililoulizwa Mtume, kwa nini unafunga siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi?
akasema yaumul ithnain yaumun wulidtu fi, siku ya Jumapili ni siku nilozaliwa, wa yaumul khamis yaumun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah, ni siku ya kupelekwa amali zote za wiki kurufaishwa kwa Mwenyezi Mungu. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana saim, na mimi napenda amali zangu zikipelekwa niwe nimefunga kwa siku ile. Kwa hiyo hizi amali zinarekodiwa na turadu amama Allah, zinapelekwa, Mungu anaziona. Kazi yote ya kuhifadhi na rekodi yote ni raqibun na atid. Allah anasema tena, wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaykum hafadatan, na yeye ni mtenda nguvu kwa waja wake na amewapelekea wale wenye kuhifadhi mambo yao, yani malaika wawili, raqibun na atid. Kaburini wapo wawili, Munkar na Nakir, na hapa ulimwenguni wewe una wawili, raqibun na atid. Kwa hiyo hawa wana kazi ya kuandika, wale wana kazi ya kwenda kukuuliza. Hawa wote tuloambiwa ni wajibu wa Muislamu kuamini. Mtu akitia shaka habari hizi kwa mbona si waoni, akitia shaka juu ya habari hizi hana chembe ya imani, kwa maana hiyo anakuwa kafir, kwa sababu kaidi yale aliyotolea habari Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna bwana mmoja alikuwa kikaidi habari ya malaika, yani anasema kaburini bwana, nani aliyokwenda akarudi akaona Munkar na Nakir? Hamna kitu chochote. Basi siku hiyo banake watu majai, unaweza kupita sehemu kwa watu wanabishana kitu ambacho kwamba atfahil asbab, kitu hakina maana yoyote kukijadili. Sasa mengine yana uzito fulani wanaoyajadili, yanawakufurisha wenyewe bila ya kujua. Sasa siku hiyo wanajadili, basi hebu nichimbieni kaburi, niingie kule ndani, munifungie juu, nikae. Kama wakija kweli mtaamini habari hii, kama wapo malaika Munkar na Nakir. Kama hawakuja itabidi nikupeni habari yake. Eti unafika mjadala mpaka achimbiwe kaburi, aingie kule ndani, awasubiri Munkar na Nakir. Basi wenzake akamchimbia kaburi, akamuingiza kule ndani. Amekaa usiku anawasubiri, mbona hamna mtu? Anasubiri malaika Munkar na Nakir. Sasa siku hiyo alikuwa anapita mchungaji pale, anachunga ng'ombe zake. Sasa kwa bahati nzuri yule mchungaji alikuwa na rungu kubwa la kuchungia ng'ombe wake. Sasa usiku wa kiza hakuliona lile shimo, ikabidi atumbukie mule ndani. Alipotumbukia tu akaangukia mtu, na yule bwana alikuwa ameshapata usingizi kidogo. Aliposhtuka anaona mtu juu yake, na yule bwana alipoingia akahamaki, huyu bwana ndo alochimba shimo, ikabidi yuko humu ndani. Basi alianza kumrushia marungu yale ya kichwa. Yule bwana katoka mbio, bwana nimeamini kweli wapo Munkar na Nakir. Akarudi mbio kule na ambia wenzake, jamani kweli Munkar na Nakir wapo. Lakini ile ilikuwa ni mtihani tu anapewa wa ulimwenguni. Kaletewa Munkar kiumbe kama yeye, kabla ya Munkar yule mwenyewe original hajafika. Kampiga kichwa kama mfano maana yale marungu ya Kimasai. Rungu anapigwa yule bwana mpaka akili imemtoka, akabilivu kwamba yule ndo Munkar na Nakir kweli kweli. Kile kawapa habari wenzake, jamani msifanye mzaha, Munkar na Nakir wapo kweli. Lakini huwezi kuwapata Munkar na Nakir kama hujafa ukaingia katika kaburi. Ni malaika ambao kwamba wao wako katika kaburi na kazi yao kubwa. Baada tu ya wewe kuingia pale ndani, wenzako wakakuombea Allahumma thabbithu bilqawli thabit, wakaondoka wakarudi majumbani mwao. Sasa na wewe unapata uhai pale, ushapata uhai kwa mbali. Sasa unawaona wanakuja, wakishakuja wanakuja kwa vitisho vikubwa. Wakishakuja kwa vitisho vikubwa, masuala yao ya mwanzo yanatisha. Lakini kwa kuwa wewe ni mwema, utakuwa huna babaiko lolote na utaona ni mambo ya kawaida, kwa sababu mtu mwema haogopi isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo wakija wakikuuliza man rabbuka, wewe utawaambia Allahu rabbi. Man nabiyuka? Muhammad ibn Abdullah nabii. Wama dinuka? Al-Islam dini. Ma kitabuka? Al-Qur'an kitabi. Lianna suala haq, kwa sababu kuulizwa ni kweli, itaulizwa.
Kwa hiyo utakapoyajibu masala haya yote matatu, wale watakuonesha njia ya motoni, wakwambia angalia kule. Utawaambia kwa nini sasa mnanionyesha kule wakati mimi nimejibu maswali kama ilivyotakikana? Utamwambia hadha makanuka law annaka abadta ghayra Allah, ungekwenda huku wewe kama ungekuwa umemwabudu asiyekuwa Allah. Lakini kwa kuwa umefanya matendo mema, fanzur ila al-yamin, angalia upande wako wa kulia, fayara tariqan ila al-janna, mja mwema aone njia ya kwenda peponi. Aseme alhamdulillah, Allahumma aqif as-saa. Tamomba Mungu aseme ya Rabbi, kisimamishe kiyama, kwanza nianze kutanaam na neema hizi hapa za ulimwenguni, kisimamishe kiyama ya Rabbi. Akiwa ni mtu mwovu, wanamjia Munkar na Nakir, wamuulize man rabbuka, bwana mtume anasema fayaqulu ha la adri, atasema huyo simjui mimi. Mtume anasema fayadribuna alayhi darbatan law anna ad-darbata duribat jabalan la sara al-jabalu turaban, wampige na rungu lile kichwa chake, kichwa kile kisawajike, lau kama darba ile ingepigwa jabali kubwa lingekuwa mchanga lote. Kinapigwa kichwa ambacho hakifiki hata robo kilo, kinapigwa, kila kikipigwa kinarudi kama kilivyokuwa. Anauliza swala la pili, man nabiyuka, fayaqulu ha la adri, fayudrab. Wama dinuka, fayaqulu ha la adri, fayudrab. Kila anapopigwa anakwenda anarudi, anapigwa anakwenda anarudi. Mwisho akishakuwa maswali yote kaulizwa bila ya majibu, anaambiwa sasa, haya unzur ila al-yamin, angalia upande wa kulia, fayara tariqan ila al-janna, aone njia kwenda peponi. Aseme nimepata kipigo lakini nakwenda peponi. Aambiwe la, huku sio kwako, hadha makanuka law annaka ata'ta Allah, huku kungekuwa sehemu yako ya maisha kama ungemtii Mola wako. Amma wa annaka kad kafarta billah, ama wewe ni kafiri mkubwa, fanzur ila shimalik, angalia kushoto kwako, fayanzuru ila shimal fayara naran tataajjaj, au ni moto unaunguruma, unamuita kwa jina lake, taala ilayya ya fulani, unamuita. Hapo atakapoona moto aanze kusikia joto lake, atasema Allahumma la tuqimis saa, ewe Mwenyezi Mungu usikisimamishe kiyama, kije haraka haraka, bora nende moto huu mwingine kuliko huu ninaopata hapa karibu. Kwa hiyo hizi zote ni natija ya matendo ya watu watakokuwa wanaishi katika ulimwengu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anatuambia katika maisha yetu yote tunaishi, lakini tuna malaika wawili watunzi wa amali zetu, na hili ndo saifa utakalopewa siku ya kiyama. Na Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Abu Huraira anasema, watu hao watakapoletwa mbele ya Mwenyezi Mungu watamuomba Mungu, wamwambie ya Rabbi, sisi tunataka kukuambia kwamba matendo tulioandikiwa katika masaifa yetu hatukuyatenda, wala hatufahamu kwa nini yamekuwa ndani wakati sisi wenyewe hatuyajui. Mwenyezi Mungu atawaita malaika wawili, Munkar na Nakir, ya malaikati hal katabtuma ma lam ya'malhu 'abdi, je, mumeandika mambo ambayo hakuyafanya mja wangu? Kweli mnamdhulumu mja wangu vipi? Na nyie kazi yenu ilikuwa ni kuandika kile anachokifanya, mbona mkaandika ambacho hakukifanya? Wao watasema subhanaka ya rabbana, utakatifu ni wako ewe Mola wetu. Ma yanbaghi lana an naktuba illa ma fa'alahu abduk, haiwezekani kwetu sisi kukuasi, sisi tunakiandika kile alichokifanya mja wako. So malaika anasema la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hakuna kabisa njia ya malaika kumwasi Mungu sawa ni maasumin. La ya'suna Allah, hawamwasi Mungu. Vipi wataandika kitu ambacho mja hakukifanya? Sasa watasema sisi tumeandika alichokitenda ya Rabb. Mja yule anasema la ya Rabb, wananionea mimi sikuyafanya hayo. Mwenyezi Mungu atamuuliza, sasa unataka tufanye nini sisi? Na hakika mimi ushahidi huu wanaotoa unakwenda kwako wewe ya Rabb, kwa sababu wewe ni jaji na mimi ndio mhukumiwa. Sasa itakuwaje mashahidi wanatoka upande wako? Mashahidi watoke upande wangu mimi wanitetee mimi, sio wanatoka kwako wanazidi kuyafanya yale unayoyataka wewe yakamilike. Eti anabishana na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anasema
yauma yajma'uhumullahu jami'an, yahshuruhum jami'an, siku atakapowakusanya Mwenyezi Mungu wote. Fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum, wamwapie Mungu kama wanavyokuapieni nyie duniani. Waseme wallahi ya Rabbi, sisi hatukuyafanya haya, na hali wameyafanya. Mwenyezi Mungu atauliza malaika, nyie kama hamuwataki, mnawataka mashahidi watoke wapi? Waseme tutoke sisi wenyewe kwa upande wetu, labda mke wangu au ndugu yangu au mjomba wangu, mtu katika karibu wa jamaa zangu. Mwenyezi Mungu amwambie, sasa sikiliza, nitakuletea zaidi ya jamaa yako. Mdomo wako nitaufunga, vianze kuzungumza viungo vyako. Allah sema al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Miguu na mikono ndio izungumze, itoe ushahidi. Bwana, walichokiandika malaika wa Mungu ndicho walichokifanya, usibishe bure. Miguu itoe statements na mikono waqalu lijuludihim lima shahidtum alayhi, waziulize ngozi zao, mbona mnatolea ushahidi? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay wa huwa khalaqakum awwala marra wa ilayhi turja'un. Wa ya ayyuhal insanu, ewe mwanadamu, ma gharraka bi rabbikal karim, ni kipi kilichokughuri kwa Mola wako usimtekelezee aloyataka? Al-Karim, tena Mola wako mkarim, alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak, kakuumba akakufanya mzuri, akakuweka sawa na uadilifu mkubwa katika maumbile, sura yoyote alopenda akakupa. Kalla bal tukadhibuna bid-din, komeni, ogopeni, nyinyi mnakadhibisha siku ya malipo. Wa inna alaykum lahafidhin, na hakika mbele yenu nyinyi muna malaika wawili wenye kuhifadhi matendo yenu. Kiraman, ni malaika wema. Katibin, tena ni waandishi. Ya'lamuna ma taf'alun, wanajua kila mnachokifanya, kila matendo mnayoyafanya wanayajua na wanayadhibiti. Ya'lamuna ma taf'alun. Siku moja Abu Hazim alitembea kwa Abdul Malik ibn Marwan. Abdul Malik ibn Marwan ni mmoja katika wafalme Bani Umayya wakubwa waliopita. Baba yake na ndugu zake wawili walikuwa wafalme, Sulaiman ibn Abdul Malik, Marwan ibn Abdul Malik, Hisham ibn Abdul Malik na shemegi yao Umar ibn Abdul Aziz. Huko mwisho au mwanzo wa haya yote alikuwa katika hali hiyo ya milki ya ufalme mkubwa. Sasa siku hiyo Abu Hazim alipoitwa katika jumba la Sulaiman ibn Abdul Malik, Sulaiman alimuuliza swali, akamwambia, laita shi'ri, bora ningekuwa ninajua mimi Sulaiman, aina nahnu albashar, tuko wapi sisi watu inda Allah yawm alqiyama, mbele ya Mwenyezi Mungu tutakuwa katika position gani? Bora tungekuwa tunajua kabisa. Sulaiman akamwambia, unajua Abu Hazim, usitamani, unajua wewe uko wapi? Akamwambia, nitajua vipi? Akamwambia, iftah kitab Allah, fungua kitabu cha Mungu, utaona nafsi yako iko katika sehemu gani. Akafungua kitabu cha Mungu, akamwambia, fungua suratul infitar, fungua suratul infitar, yani irsamau fatarat. Akaifungua, akamwambia, isome aya hii, innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Ushajiona uko wapi? Anamwambia mfalme, umejiona uko wapi? Innal abrara la fi na'im, hakika watu wema watakuwa katika neema. Wa innal fujjara la fi jahim, na hakika waovu watakuwa katika jahim. Yaslaunaha yawmaddin, wataishi katika moto siku ya malipo. Kwa hiyo umejiona uko wapi? Kama wewe mwema uko hapa, kama wewe muovu uko hapa. Na bila adab tumesema bali al-insanu ala nafsihi basira, unajijua mwenyewe uko katika grupu ipi. Abu Hazim akauliza, fa aina rahmatullah? Sulaiman akauliza, aina rahmatullah, basi iko wapi rehema na masikitiko ya Mwenyezi Mungu? Itakuwa wapi siku hiyo rehema ya Mungu kama watu watakuwa huku? Abu Hazim akamwambia, rahmatullahi qaribun min almuhsinin, rehema ya Mungu iko karibu na wema. Watu wema ndio watoka karibu na rehema ya Mungu kuliko watu wote wengine. Kwa hiyo innal abrara la fi na'im
wa innal fujjara la fi jahim yaslawnaha yawm ad-din wama hum anha bighaibin, wataingia katika moto wa jahannam, wama hum, na hawatakuwa wao anha bighaibin, hawatoghibu kabisa, wala hawatakuwa mbali na moto huo, hawatakuwa mbali kabisa na hawatoghibu hata mara moja. Wapo katika moto, baada ya moto na ndani ya moto. wama hum anha bighaibin. wama adraka ma yawmuddin, ni kipi kitakachokujulisha wewe Muhammad ni ipi hiyo siku ya malipo? Siku hiyo ni siku gani? Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah, ni siku ambayo nafsi haitoweza kumsaidia nafsi mwenzake. La tamliku nafsun li nafsin shay'a, nafsi haitomiliki kwa nafsi nyingine kitu chochote. Mimi sina uwezo wa kukusaidia wewe, na wewe una uwezo wa kumsaidia mwingine, labda kwa amri ya Mungu amwambie mtume wake ipatikane shafaa kwa wale watakaohusika. Lakini yauma idhin la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Ndio mtume kamwambia binti yake, mpaka binti yake Fatima, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kuonesha mfano, wasije watu wakaona baba ana cheo fulani, mimi nikawa na haki ya kufanya kitu fulani. Mtume anamwambia binti yake, ya Fatima i'mali, ewe Fatima fanya matendo mazuri, fa inni la ughni anki min Allah shay'an, mimi sitokufaa wewe na kitu chochote siku ya kiyama. Sasa itakuwa zaidi ya hapo. Baba anamwambia mwanawe, mimi ni mtume naam, lakini utume wangu mimi hautokufaa wewe, kwa hiyo i'mali, fanya kazi. Siku moja aliiba mwanamke sharifa, aliiba mwanamke aliyokuwa kidogo na kabila tukufu la watu wa Maka. Sasa watu wakaogopa kumsimamishia hadi, kumkata mkono, kwa sababu mkono mtu anakatwa baada ya kuiba, hiyo ndio sheria ya Kiislamu. Lakini watu wanaojiona wanajua sheria zaidi ya hizo wanasema huu ni uvunjaji wa haki za binadamu. Waliposema mtu asikatwe mkono, wakajiona wana huruma sana, kwamba tutamkataje mtu mkono, tunavunja haki za binadamu. Ukakithiri wizi, watu wakawa wanaiba, mpaka watu wanaiba kila kitu, na kila kukicha matendo ya kuiba yanazidi, na wizi mbaya wa robbery. Mtu anakuja na silaha anakuchukulia roho yako na mali yako. Sije mlikuwa mnasema wizi ukataji wa mkono kukata haki za binadamu, mnawasikitikia. Mungu alikosea aliposema wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma, mwizi wa kike na wa kiume wakateni mikono yao. Alikosea? Nyinyi ndio mkawa ndo arhamu lilinsani min Allah, muna huruma zaidi kwa mwanadamu kuliko Mungu, mngesema ina kaidi haki za binadamu. Basi wizi ukazidi, na wizi wa mababu umezidi, na ukazidi zaidi ya pale. Sasa nini solution? Kurudi katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ilipoambiwa kwamba mzinifu wa kike na wa kiume wauawe, kama ni muhsinin, kama ni watu waliokuwa wameshaoa au kuolewa, au kama ni kijana apigwe mijeledi 100, wakasema pia hii haki za binadamu zinakiukwa. Atauawaje mtu? Tunamsikitikia si uawe. Zina ikawa ni kama mfano wa kunywa maji usiku mchana, hatimaye ugonjwa hatari ukaingia natija ya zina. Angalia, Mungu anatuonesha kama tutakuwa mbali na sheria zake, daiman kutakuwa na corruption, daiman kutakuwa na matatizo ambayo hayana mwisho, mpaka tutakaporudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo aliiba mwanamke wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaona ana sharifa, mimi mtu malokuwa kabila langu tukufu. Basi watu wakataraddad, wakasema tumkate mkono huyu, haiwezekani bwana, huyu katika kabila fulani fulani, huyu hakati huyu. Lakini tumwambieni mtume, tutakuwa tunakaidi amri ya Mungu, labda tumuombe mtume amuombee huyu asikatwe mkono. Sasa nani atakaye kwenda kumuomba mtume? Wakasema yupo Usama ibn Zaid, ambaye ni mtoto wa Sayyiduna Zaid ibn Haritha, alikuwa kipenzi cha mtume. Sasa huyu kwa kuwa ni kipenzi baba yake na yeye ni kipenzi cha mtume, mwacheni yeye akazungumze na mtume, lakini mwanamke asikatwe mkono.
kila Usama ibn Zaid. Kaambia Rasulullah, ashfa'u laha, na muombee huyu asije kikatwe mkono mwanamke huyo sharifatun. Bwana Mtume akakasirika, hata ahmarra wajhuhu, mpaka uso ukabadilika ukapiga wekundu. Bwana Mtume sallam akahamaki, hajawahi kuhamaki kwa Usama ibn Zaid siku hiyo. Kaambia, ya Usama, atashfa haddan min hududillah, unaomba tuepushe haji miongoni mwa hadi za Mungu, sheria ya Mungu isisimamishwe kwa mtu. Unakuja kumwombea mtu asisimamishiwe sheria ya Mungu juu yake. Akaambia, waimullah, na apa kwa Mwenyezi Mungu mimi Muhammad, law anna Fatima binti saraqat laqata'tu yada, kama mwizi angekuwa binti yangu Fatima ningesimama nikamkata mkono. Wacha huyu, kuna zaidi ya Fatima binti yangu mimi? Kuna sharifa kuliko Fatima binti Muhammad? Alomchukua Fatima upande huu na Ali upande huu na Hassan na Hussein, akasema Allahumma haula'i ahli baiti, hawa ni watu wa nyumbani kwangu ambao Mwenyezi Mungu sema aondoshe rijsa an ahli baiti. Kuna zaidi ya hawa? Basi kama angeiba Fatima na mkata mkono. Huyu ni Muhammad. Na mtu kizoea kuiba ndo anaiba tu. Wezi ukiona mtu kakamatwa, sikio Waswahili wanasema siku 40. Ndio Saidna Umar aliletewa binti mmoja kaiba, aliletewa kijana mmoja kaiba, Umar akasema akatwe mkono tu. Mama akaja akamwombea binti mtoto wake, akamwambia Umar, ya amira almu'minin, ufu anhu innahu saraqa li awwal marra, msamehe mwanangu kaiba kwa mara ya kwanza tu. Umar akasema sio mara ya kwanza, law annaha awwala marra la satarahu Allah, ingelikuwa ndo mara yake ya mwanzo kuiba Mungu angemstiri, asingekamatwa, angestiriwa na Mwenyezi Mungu. Huyu pengine atarudi atatubu, lakini sio mara ya kwanza kuiba. Mama akasema la, kaiba mara ya kwanza huyu, najua mimi ndo leo kakamatwa, leo ndo kaanza, leo anakamatwa, msamehe asije kakatwa mkono. Umar akamwambia subiri, akamwambia ya ghulam, astahlifuka billah, nakuapia Mungu namweka hakim baini wa bainik, huna njia ya kukwepa swala langu kwa sababu Mungu ni shahid kwa hayo unayoyasema. Kam maratan saraqta qabla hadhi, umeiba mara ngapi? Niambie ukweli wako mbele ya Mungu. Yule kijana akamwangalia mamake, akamwangalia Umar, akasema amma waqad istahlaftani billah, ama kwa kuwa umemweka Mungu mbele kati yangu mimi na wewe, faqad saraqtu qabla hadhihi 17 maratan, nimeiba kabla hapa mara 17. Akamwambia mama, tunasikiliza comments hizo, mara ngapi kaiba? Leo ya 18. Wewe unasema mara ya kwanza. Kwa hiyo mwizi na mzinifu hata ukimwona wanakamatwa siku hiyo, ujue wameshamaliza masiku katika mambo machafu yani, wameendelea tena na tena. Lakini Mwenyezi Mungu alikuwa anawapurulia tu, pengine siku moja labda atapiga bautani mtu aseme Allahumma inni tubtu ilaika fatub alayhi. Na Mwenyezi Mungu ni karim, hata alipomwambia binadamu ma gharraka bi rabbik, hakusema bi rabbikal qahhar, hakutumia neno hilo. Ni kipi kilichokughuri? Bi rabbikal karim, kwa Mola wako mkarimu. Pamoja na kwamba umeghurika, lakini ukirudi kwake karim, Mungu atakukirimu na atakupa unachokitaka. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فاستغفروه يغفر لكم. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا. Hii ni An-Nisaa TV.